Karibu katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Ninataka tuanze kujifunza siku ya leo. Ni kwa nini unapoingia kwenye maombi unapatwa na usingizi mzito? Ni kwa nini unapoingia kuomba, unajiandaa kwenda kuomba, unasema leo naenda kuomba, leo nitaomba sana, leo nitafunga, nitaomba sana. Unapoingia kuomba, ni kwa nini unapatwa na usingizi mzito? Ni kwa nini unapoenda kuomba unapiga miayo? Unasikia tu unapiga miayo, unabeua, unapiga tu miayo. Ni kwa nini? Na wakati mwingine unasikia mtu anabeua, anaomba anakuwa kama anabeua, yani anakuwa kama anabeua. Ni kwa nini mtu anapoenda kuomba unakuwa unapiga tu miayo na kubeua? Ni kwa nini mtu anapokuwa anaenda kuomba ghafla anaingia kwenye maombi anaomba kwa kurukaruka? Kama alikuwa anaombea biashara, anaombea kazi, anaacha kuombea, anaombea kitu kingine, anaacha kuombea kitu hiki, anaombea kitu kingine. Ni kwa nini? Ni kwa nini mtu anapoingia kwenye kuomba moja kwa moja anasahau kile anachokiomba? Unasahau kile unachokiomba. Yaani umeingia kwenye kuomba unasahau kile ulichokiomba. Ni kwa nini mtu anapoingia kwenye maombi ndipo anakumbushiwa vitu alivyovifanya mchana au alivyovifanya nyuma? Kuna kadi, uko kwenye maombi unawaza sijaenda kwenye sherehe. Uko kwenye maombi hivi ile sherehe ya Jumapili inakuwaje? Uko kwenye maombi hivi ile mtoto kikoba inakuwaje? Hivi nimeenda kweli kikoba? Nimefanya nini? Ni kwa nini unapokuwa kwenye maombi unapatwa na matukio? Anga lako la maombi limefungwa. Anga lako la maombi limeshikiliwa. Kitabu cha Mathayo sura 26 mstari ule wa 41 mpaka mstari 42. Anga la wanafunzi wa Yesu lilipofungwa katika ulimwengu wa roho, ndipo wakaingia kwenye maombi wakapatwa na usingizi mzito. Wakaingia kwenye maombi wanapiga tu miayo. Wakapiga kwenye maombi wanasikia kuchoka. Yaani unaingia kwenye maombi unasikia kuchoka. Yaani unachoka kabisa. Unachoka kabisa. Na shangaa mbona nilikuwa sijachoka. Mungu akubariki. Nifuatilie somo hili katika channel hii ya Apostle PE Katambi. Shalom, shalom, shalom. Amen.